Sasa bro, yani umetuita, tunakusikiliza wewe. Tuzungumze basi tukafanya majukumu yetu mengine jamani. Mimi nadhani sitatumia muda mwingi sana. Unajua binadamu mnapoishi nyumba moja ni sawa na kama ndugu. Sio kama ni ndugu. Na mimi nimeishi hapa muda mrefu kweli kweli. Hakuna kitu ambacho kinafanyika katika nyumba hii mimi nisikijue. Kifanyike mchana na hata kifanyike usiku. Mimi kila kinachotokea katika nyumba hii mimi nakifahamu. Mmeelewa ndugu zangu? Hivyo hakuna ambalo mtakalonificha katika hii nyumba, kwa sababu mimi nipo toka enzi zenyewe za mzee mwenyewe Kawambwa. Mimi nipo katika hii nyumba mpaka leo hii amekuja kuwa mmiliki mama, mimi nipo. Huyu naye na huyu amezaliwa, mimi nipo katika nyumba hii. Hivyo lifanyike mchana, lifanyike usiku, hakuna chochote mimi nisichokijua. Nipo hapa miaka mingapi? Zaidi ya miaka 20 naishi katika hii nyumba. Lakini kuna mambo mengine yanafanyika ni ya kinyama. Wakati sisi ni wapangaji, kuishi nyumba moja ni ndugu. Eti jamani, hivi sijui kama mnanielewa au mnanisikiliza. Sasa mkuu, ndio mimi hapa naona kama simu inaita. Sawa inabidi nitoke, na kwa kuwa mke wangu yupo, acha mimi niondoke, alafu mke wangu ataniwakilisha. Bwana Sadala, tafadhali shekhe. Ni lazima wewe usikilize, kwa sababu wewe ni mwanaume kama nilivyo mimi. Na isitoshe tayari tumeshamkosa Bibigiri hapa, ambaye yeye ndiye mama mwenye nyumba. Lakini Binaina yupo hapa. Sasa na wewe utakaziondoka kitakuwa kikao, itakuwa ni upumbavu. Lakini mume wangu, sasa nimeshakwambia kwamba amepata simu ya dharura pale. Mwache tu aende, akirudi mkesha atampa taarifa. Sawa. Lakini dakika 5, hazitazidi dakika 5, naomba nisikilizwe. Hivi mnavyoishi mnahisi ni sahihi? Haya maisha tunayoishi hapa nyumbani, naona yako sawa kweli? Na jamangu namshukuru sana, uvumilivu anao. Eti mimi namfuatilia mtu miezi 6, miezi 7 afu bado anakaza, nampa vitu vyangu afu barakoa hataki kushusha. Hivi unafikiri hiyo mimi naiwezi? Hiyo siwezi. Niona hata ukizingua mimi napita hivi. Wewe unanijua. Ushaanza tena. Kwa sababu mimi pesa si ndio? Sijamaanisha hivyo. Hamna shida. Mimi nitaongea naye. Mimi ni rafiki yangu na naamini kwamba atanisikiliza. Nitaongea naye, nitamwelekeza kila kitu. Kwa hiyo msiwaze, nitaongea naye. Mwambie bwana, kama ni wasichana wako wengi tu, sisi hatuoni shida kugaili. Kwani? Mbona kazia sana swala hilo? Sasa nisikazie wakati naona rafiki yangu anateketea. Wewe kila siku zinazidi kupotea hela tu. Alafu mambo mengi akamilishie. Mimi mwenyewe mgumu kuvua barakoa. Sasa shida ni wewe uko tayari kuendelea kumwona mtu analalamika kila siku anakuja kwangu tu pale hivi. Rasmi shemeji yako anifanyia hivi. Mimi mtu namwonea huruma. Sawa basi nitajaribu kufanya hivyo. Nitaongea naye na. Ongea naye. Sawa. Alafu na wewe umezingua. Umezingua nini? Wewe uelewe au si? Mna mambo mengi na wewe. Mambo mengi juzi mimi nakupangilia kodi uje afu dakika za mwisho kumbatie basi na wewe kumbatie nini? Au ndio umeshaanza mambo vyako ambavyo havieleweki. Hamna. Ndio kichao. Hamna bana. Utasikia. Labda mimi sioni. Samani sheni, naomba nikuulize. Unazunguka. Mbona unazungumzia kuhusu nini? Mimi nazungumzia kuhusiana na umeme. Tatizo la umeme hapa nyumbani halijaanza leo wala jana. Ngoja kwanza. Shida hapo nini? Maana kama umeturudisha sana nyuma, kuna kitu gani hapa katikati? Pointi yangu ni hivi, tupunguziwe gharama za kodi za bili ya umeme. Kwa sababu sisi wapangaji tunaumia. Mwezi mmoja natumia zaidi ya shilingi 20,000. Unategemea umeme gani ambao mimi natumia? Kwa hiyo deni la mwenye nyumba tunakuja kulilipa sisi wapangaji, na ndio maana nilitaka sana mama awepo leo tutoe madukuduku yetu. Kwa hiyo shemu, muda wote unazunguka swala ni umeme. Unatumia 20,000, shilingi 20,000 kwa mwezi mmoja. Mimi nina mashine ya kukoboa huko ndani. Hii nyumba ilikuwa ina mashine ya kusaga na kukoboa. Hivyo walikuwa wakitumia mita ile za zamani. Kwa hiyo deni tumelilisi na kulilisi na kulikuta. Mimi natumia shilingi 20,000. Sina redio, sina TV, sina chochote huko ndani. Lakini 20,000 inaondoka kwa mwezi mmoja. Kweli bwana Sadala? Sasa mzee, mimi nafikiri nimekuelewa. Lakini kitu cha msingi hapa ni kuongea na mama mwenye nyumba ili tujue nini tunafanya. Hiyo ndio pointi. Sawa, sasa mzee acha mimi nikapumzike, lakini nimekuelewa sana. Sawa? Sawa. Yes, tutamuita mama mwenye nyumba, tutazungumza naye, tuone nini cha kufanya. Sasa sikiliza. Wewe utamkabili mama mwenye nyumba kumwambia hivi.
kwamba mama, umechoka. Haiwezekani madeni uliyokusanya na marehemu mumeo ya umeme tuje tuyalipe sisi. Tunaumia mama, tunaumizana. Na wewe dinai, na wewe ulifikisha ili kwa mama yako kwamba wapangaji wanaumia. Basi sawa, mimi ujumbe nitaufikisha kwa mama kama ambavyo umesema kwenye vikao. Sawa. Basi mimi nashukuru. Na kama mtakuwa mmejisikia vibaya naomba mnisamehe. Nimeshaelewa baba. Sawa. Baadaye mimi niko ndani. Shem. Mimi natoka kidogo. Haina tatizo shemeji. Hebu ngoja kwanza mwanangu. Kwa hiyo ina maana wiki nzima sinywi maji, silali vizuri na kuuliza ndani ya wiki moja na nusu. Mume wangu kuna kitu gani kinaendelea? Hutaki kuongea hata kufungua mdomo wako bure. Hutaki. Alafu unakuja tena kuongea masuala ya umeme. Dogo. Kwa sababu wewe si utafuti. Yaani laiti kama ningejua kwamba ni swala la umeme, haki ya Mungu nisingekaa kwenye hicho. Una haki ya kuongea hivyo kwa sababu wewe unalala mpaka saa 9. Mshenzi mkubwa wewe. Mimi natafuta pesa usiku na mchana kwa ajili yako. Bili ya umeme unanikaba mimi. Wewe unalala mpaka saa 3 huko ndani wewe. Mimi lazima niumie kwa sababu mimi natafuta pesa natoka usiku. 20,000 mwezi mmoja. Na generator na mashine ya kusaga huko ndani. Sikiliza, pika ugali mapema. Yaani sipiki ngo. Sawa. Allah. Pesa ngumu bwana. Pesa chungu. 20,000 shilingi 1000 umeme mwezi. Kwa nini nilichokuwa nacho huko ndani mimi? Leo nimelifikisha bwana. Utajua wenyewe. Sasa nisio na kitu kimoja. Yaani uwezi amini mimi yule mzee alivyokuwa anatuita nikajua moja kwa moja na bonge la ajenda labda katokea issue zetu mimi na wewe. Yaani nimeamini katika maisha yangu usipokuwa mchawi utakuja kuwa mganga. Hata yule mzee kututia pressure sisi wiki mbili nzima hii, alafu anaongea vitu vya kijinga ndo maana yake nini? Mwenyewe kwanza sikutegemea kwamba yale maneno alikuwa anatuweka pressure juu sema tena hata wewe tena ndio ulizidi. Yaani ndio kwa nini jamaa wangu unakufa. Yaani wewe ulikuja. Mimi nilikuwa najua 90% najua mchezo mzima ndio maana nilikuwa naogopa. Nilikwambia useme wasiwasi. Sawa. Alafu hivi mimi nikuulize swali. Hivi imekuwaje ukaolewa na mtu mzee kama yule? Mtu mzee kakonda, mzee haeleweki, mchawi si mchawi, mganga si mganga, kimekondeana kama kijiti. Kwa nini mama yangu yule mzee rafiki yangu? Vipi shem? Fresh kama kawa? Kama kawaida tu zako. Mungu anabasi bwana, kama bahati nzuri leo nimekukuta hapa au tumeonana hapa. Kwa nini shem? Kwanza mimi nina kesi. Kesi tena inamhusu nani? Inabidi nikufikishie hii kesi na ujue kesi yangu inaongelea kitu gani. Inamhusu ndugu yako, rafiki yako Nana. Hivi unajua mimi na Nana tupo kwenye mahusiano mwezi wa 6 na sasa hivi sijawahi kuona chochote ndani. Hujawahi kuona ndani? Kivipi yani shemeji? Shemeji, inaposema sijaona chochote basi changanua mwenyewe kiutu uzima. Sasa jamani, ujanja wote uko unashindwa hata jinsi ya kujiongeza kweli? Nipe mbinu basi. Sasa basi sikiliza. Na mimi shoga yangu namjua yani. Sawa? Ndio. Sasa hapo cha kufanya hapo hivi. Kanitafutie zawadi. Na napenda sana zawadi. Kanitafutie zawadi yote kali. Unajua zawadi kali nikisema tafutie jinsi kali hata na top. Afu mwite. Na ukimwita mwambie hakuna kuangalia zawadi nje. Ingia naye gate. Pale anavua kubadilisha tu. Wewe unamaliza mambo yako. Au unaionaje? Unajua idea hiyo? Ndugu yangu yaacha. Maisha utapatapa, ushindwa, upigwa. Nimezunguka, nikaona nataka tujifie wakati naitwa mjane kitu gani? Katoka yule mjane nikasema ngoja nikajifie naye. Sikuwa na jinsi, sio kwamba nimeolewa naye namtaka au vipi. Nimechoka, sikuwa na jinsi ya kufanya. Ndio hiyo. Sasa niambie kitu kimoja sasa. Sawa bwana? Wewe yule mzee achana naye. Acha mimi nijipigie pasi zangu mwenyewe mdogo kama Ronaldo vile. Umeelewa bwana? Alafu kingine sasa cha mwisho, mimi mke wangu hayupo. Kesho anasafiri, anaondoka anaenda kwa dada yake. Sasa atapokwenda wewe inabidi uje chapu tumalize jambo tuondoke maana nimemisi.
Njoo bwana, nimeimisi bwana. Jari hilo ondoa shaka kabisa. Yaani kama ndo kaondoka ndio. Kaondoka? Kitu kingine sichokijua. Unajua mara ya kwanza tu pale nafanyaga ardhi ile kwenye ile nyumba. Nilivyotupa jicho tu kwa kwanza kupona wewe, nikasema yes. Yaani wewe ndo mwanaume ambaye anafaa. Mwanaume ambaye ananifaa, tunaendana, tutapendezana. Yaani baba watoto wangu ndio kilichobaki. Sahihi. Sasa hapa tusikae sana. Niacha niondoke. Unaelewa bwana? Akiondoka tu yule mwanamke, mimi nakucheki, unakuja chapu. Nimeimisi bana, yeye mwacha mambo yako bwana. Acha mambo yako na yeye. Haya. Sasa wewe bwana, wewe angalege na watu. Unajua idea umenipa hiyo? Hiyo ina kitu, sio ina kitu. Hiyo ina kitu afu imetulia. Ngoja mimi nifanye hivyo nione itakuwaje. Hiyo imetulia shemu. Yaani unashindwa kujiongeza muda wote umekaa na mtoto tu, hata akili za kujiongeza au. Idea hiyo nimeipata kwa sababu yule mtoto kila siku anakuja mpaka nyumbani, muda mwingine ndani ya ingii. Kila siku akija yani tunaonana mazegere yale yale. Yaani shoti kwamba wewe mpaka unitolee barua, mpaka usijilete mahali, mpaka sije nyumbani wakujue, sije mpaka mama akuone. Lakini kila mwanamke ana madhaifu yake. Kwa hiyo jitahidi kujua madhaifu. Kweli. Poa basi mimi naenda hivyo mbele hapo. Basi sawa, hamna shida. Mimi ngoja nishike bondeni hapo naenda zangu mtaani tena. Poa basi msalimie rafiki yako. Mimi nashukuru hiyo. Poa. Poa poa. Pembegiri kuwade. Kuwade, pembegiri kuwade. Kuwade, pembegiri kuwade. Kuwade, pembegiri kuwade. Yule mzee ana haya. Yaani nikwambie kitu mama. Yaani nimeamini yule mzee anavyozeeka na akili zinapotea. Yaani mimi nikajua kabisa mchezo kashasikia. Kazunguka anakuja kusema unajua umeme ndani unalika sana. Umeme huu unatumika vibaya. Sijui mwanzo wa kukua hivi wewe ndio kumekuwa. Niko mzee ana matatizo gani huyu? Yule mzee umeme. Sasa yeye kama anaona umeme unalika sana na yeye aule. Yule kinachomsumbua kile TV changu mimi nikiwasha mwenyewe nikianza kuweka vitaalabu vyangu, nikianza kujidabua pale leo yeye namkeleketa. Maana hana hata simu hataki. Ameshindwa hata kwenda kukopa basi. Tuseme tushindane kwenye chaji. Mimi naangalia TV yeye anachomeka simu yake kwenye chaji. Tushindane. Basi umekosa hivyo vitu. Nunua hata fridge, nenda kakope. Sasa hivi kumekuwa utandawazi. Kila kitu kinakopeshwa. Kasoro watu tu. Na itafikia kipindi cha kukopeshwa watu. Ikiwezekana ajichukue kama mwenyewe ajichomeke kwenye socket ajiweke amalize umeme. Lakini ikifika mwisho wa mwezi 10,000 ya umeme naitaka. Tena asije kuniambia mimi. Na kitu ambacho kijui mama yangu, mimi nitakuwa na mashaka na mjata kwa mchawi. Yaani kichawi. Hivi wewe unaona wapi? Eti mtu anajisha kikao kama yeye ndio mwenye nyumba, wakati kumbe na yeye mpangaji. Mimi wakati nafika nikajua yeye ndio mwenye nyumba. Kumbe yeye ni mpangaji, maskini ya Mungu. Alipokaa yule atakuwa basi mchawi anakuja kwa mganga. Mimi nakwambia mama wangu. Hivi lakini na wewe mama, yaani wewe unaona wapangaji mpaka yule mzee kweli jamani. Si ufikirie tu mimi ile sababu mdogo. Na yule mzee yaani asichokijua yule kachelewa kwenye ujana wake. Yaani angeuliza watu wanapita njia gani, mbinu gani, ameshinda hata kibanda cha chumba kimoja. Na mimi kila nikimwangalia na zile ndevu zake, huyu mpunga wa Kisee, huyu mpunga wa nini? Mtu ana ndevu nyeupe tafikiri za Kituruki. Sasa wewe ukiona unashindwa kukaa katika nyumba za watu au unaona katika nyumba za umeme zinakusumbua, atafute nyumba ya kiza. Kwa sababu kule kwa kibatari hakuna mtu anayekuuliza. Washa kibatari, umewasha, ukuzima, umelala nacho, umekesha na utambi, mafuta taa yameisha, kuuliza hata mtu. Maana kinawaka tumbani kwako. Lakini akizungumzia swala la umeme, maana hiyo nyumba umeme ishamshinda. Na akiona kabisa amenifuata mimi, akinizambia si mambo mwenye nyumba, nataka umeme, si lini, asiseme nimpunguzie bei. Yaani mimi nitampunguzia matumizi ya kumwambia naenda kutoka katika nyumba ya umeme, naenda kwenye nyumba ya kiza. Hapo ndo nitakapomalizia. Wacha, umekunywa chai bwana? Ninywe chai mtu ninatembea na baibu utafikiri naenda msibani. Mpaka njiani basi ninapotembea tatu labda haijaisha. Kumbe hakuna tatu wala matanga. Kaja kuanzisha swala la umeme. Huyu ana uchizi kweli huyu. Kunywa soda.
Na yule mwanamke naye sijui alikutana naye. Ninywe soda niende huko tena nikaangalie kule gengeni kumebaki nini. Maana yule mtu nilomwacha mkono wake wa sumaku, sijui kitakachotokea nini. Niongezee tu tenga la nyanya tu hapa, msingi wa nyanya basi. Sawa bwana. Haya na hilo swala, mimi basi nikajua moja kwa moja yule bwana anazungumzia hilo swala lini. Ndio maana nikajua na mimi nitajitiaja kama moyo, mimi nikasema nikae kiangai utafili na utajua la saa 6 la mchana. Yule mzee bure kabisa. Nikasema mimi nakuahidi. Sawa bwana, kwa sababu hakujua chochote na mimi najipigia pati zangu mdogo mdogo. Ndio naweka hapa tumbo. Twili tala. Tusije tukaulizana. Yeye wakati vikao tafili mtu aliyofua na mumewe kwenye msiba kikao, kwenye tatu kikao, kwenye hitima kikao, si tatu baada ya kikao. Kwa kuikana vikao mtu unazeeshwa siku si zako. Vikao hivi vinazeesha, vikao vinatia pressure. Mtu anaita kabisa ni kajizatiti kusema kwamba kikao, jamani naitisha kikao. Kikao cha umeme siende TANESCO huko. Nijipigie pasi zangu mwenyewe. Kuwadi. Mama, mindizi tena saizi. Alafu mama, nikwambie kitu. Jana nimeamka usiku nimeenda chooni. Yule mwanamke wa Sadala nimemsikia analia. Na hisi watakuwa washapigana. Sasa mbona unaniangalia? Mimi nakwambia. Ulitaka nimtume nzi? Yaani ule ujio wako leo uliokuwa unakuja nao, utafikiri ulikuwa unaenda kuzima moto, kwa sababu kwa mtoto mwenye hekima na busara sio kwa mwendo ule. Alafu nazungumzia hizi ndizi hivi. Kwa akili zako mimi naweza nikakalisha hapa makalio yangu kukuandalia wewe ndizi ule? Alafu wewe ni mtoto wa kike, na mtoto wa kike unatakiwa uwe na siri. Lakini umeanza kupita katika vyumba vya watu na kuanza kusikiliza. Umeanza kusikilizia milio, na inawezekana mwenzetu sio kuwachungulia wao, kuwasikiliza. Hata mimi mamako itakuwa labda ushauri kunichungulia. Kwa sababu uwezi, nisikiliza nikwambie, uwezi kupita katika vyumba vya watu ukaanza kushadadia kusikia watu wanalia na kuna vitu vingine uaga labda unavisikia. Huo ni umbea. Huo ni uchonganishi. Wewe ushasikia basi kaa nayo. Na kwenye ndoa sio kila mtu unemsikia analia basi amepigwa. Usitafute niongee mambo mengine ya kiutu uzima, mshenzi mkubwa wewe. Ushasikia umpata faida gani? Sasa mama, watu wapigane humu ndani kwetu. Wakiuana. Mimi nakwambia ili sitaki mamangu uende jela, unaniona mimi nimekosea. Yaani hapo leo unaonekana unaongea vitu vya maana, kumbe huna maana kabisa. Bicho lako box tu. Yaani kila siku ungekuwa hivyo kweli ungekuwa mstaarabu. Naona sasa hivi nishapokea vibarua hapa. Lakini hata unapopitia sielewi, unajikuta una safari tu utafikia safari laga. Sasa watakuja kuuana humu ndani. Utajua wewe na pangaji wako. Ni kweli kama wamepigana kweli, manake hiyo itakuwa tatizo kwangu mimi. Manake wanaweza kuuana. Mimi nitadili nao kwa upande huo. Lakini nakuelekeza mwanangu na nakufundisha na kuonyesha hichi kisu sio kwa nia mbaya. Jifunze namna ya kufunga mdomo wako. Haswa kwa mambo ya watu. Sio hapa tu, utakwenda kuishi sehemu nyingine, utakuja kunitia aibu. Yaani mama bwana na wewe. Na hiyo mindizi mchana huu. Nisikilize. Wewe unazungumzia hizo ndizi. Unataka kula ndizi mchana. Sasa hizi ndizi sio za mchana. Hii inaitwa full suit, yani mchana na jioni. Utake asha, usitake mwana asha. Yaani maana yake utakula. Taka usitake, labda utafute nyumba nyingine. Nitokee hapa mimi. Nakwambia nitoke. Mama. Na mindizi yako si. Nikupikia wewe mimi. Si ndio kwanza mimi ndo utani. Yaani nitakapokula utaona nitakapojilamba sasa. Nikupikia wewe ndizi mimi cheese.
Ukatae kamba mjini utakula nini? Ukatae kamba mjini utakula nini? Ipekiri kuwadi, kuwadi. Ipekiri kuwadi, kuwadi. Ipekiri kuwadi, kuwadi. Ipekiri kuwadi, kuwadi. Ipekiri kuwadi.